Unajua kuna watu wengi wale ambao wameanza kunifuata awali wanaweza wakajiuliza hivyo, sio kosa lake, ni kweli kwa ajili mimi nimegusa popote. Kuna zingine kabisa ambao wahesabu watoto wanawake. Unajua mimi ni mzaliwa wa DRC. Naam. Nimekomalia Tanzania. Ndio. Sasa hivi niko Canada. Yaani wewe ni Mbembe? Ndio. Unajua kitu kizuri akiongea haraka. Oshile na ndome wawarobe mta. Mbembe ate Ilonge. Mbembe ate Ilonge. Ukiwa mwanamke bora na watoto wako wakikua, ni lazima urudi tena uende uoe katika familia hii. Watu wengi wanajiuliza hivi. Na kama watu wengi wanajiuliza hivyo ni kufuatana na Eto'o ameanza kuimba tangu utotoni na ametoka kwenye misingi ya kwaya. Vita kweli malazi yako mahali popote ulimwenguni, ila wenzetu wa Ulaya wametangulia. Cha kwanza nitawapa pole. Pole, msahau kwao mtumwa. Msahau kwao mtumwa. Bienvenue dans votre émission Bin Ozo Show. Nous allons rentrer dans les shows animés par votre animateur K. Duske Ben Ozo. DJ Ozo, son excellence, Namambele Ozo. Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki katika kipindi chetu cha leo cha Ben Ozo Show. Tunaye msaidi mkuu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye yuko international akijulikana dunia nzima. Basi mpiga muziki huyu ametoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado kijana kabisa, akaenda Tanzania huko amefanya muziki, akaja Canada na hapa Canada ndio amekuwa professional ambaye leo yuko international ambaye anajulikana dunia nzima. Basi msanii mkuu huyu tukiweza kumsikia anaitwa kwa jina la Eto'o Dunia. Basi ndugu Eto'o, karibu sana kwa mwaliko wetu wa leo. Asante sana, asante. Natoa na mimi shukrani zangu za mwaliko na nikusalimu kwanza mashabiki wote, jambo, tuko pamoja. Eto'o. Yeah. Tala. Yeah. Eto'o. Watu wote wanakusema. Yeah. Eto'o, sijui naweza nikakwambiaje, tukisikia muziki yako kwa kweli nakumbusha watu vitu vingi sana. Yeah. Sasa ningetaka tuweze kujua kidogo. Eto'o kaanza muziki kawaje tu kupiga muziki leo? Yeah, umeuliza vizuri. Unajua watu wengi wanajiuliza hivi. Na kama watu wengi wanajiuliza hivyo ni kufuatana na muziki wa Eto'o. Muziki wa Eto'o uko vizuri na nimeanza kutoka utotoni. Utotoni nilikuwa nikiimba kwenye kanisa na tulikuwa tumegawanyika kwenye kwaya. Kwa hiyo Eto'o ameanza kuimba tangu utotoni na ametoka kwenye misingi ya kwaya. Kwenye misingi ya kwaya. Yeah. Sawa bwana Eto'o. Unajua sisi tumefanya kabisa, tumeambia watu kwenye marezo sosio, kwenye Facebook, okay, kwenye YouTube, kwenye WhatsApp. Yeah. Yaani mitandao yote tumewaambia watu. Tukawaambia kama leo tutakuwa na piga muziki maalum, yeah, akitoka kwa jina la Eto'o Dunia International. Yeah. Ambaye wewe ni mtu ambaye sio wa kuambia watu tena. Yeah. Watu wote wanakufahamu, wanakusikia, wanakujua bwana Eto'o. Yeah. Na mwenye sifa zake atakiwa umpe sifa zake. Yeah. Unaona? Sasa bwana Eto'o kuna kijana anaishi Europe. Yeah. Anaitwa kwa jina la Kajole. Yeah. Kajole ametuambia tuweze kukuuliza. Yeah. Bwana Eto'o, sasa wewe uko upande gani? Nataka ajue uko upande gani, ni kusema uko katika muziki wa kidunia au muziki wa kimungu? Yeah, ni vizuri. Unajua kuna watu wengi wale ambao wameanza kunifuata awali wanaweza wakajiuliza hivyo, sio kosa lake, ni kweli kwa ajili mimi nimegusa popote. Mimi ni Mkristo na mtabaki kuwa Mkristo, na Ukristo ni msingi ulionikuza. Kwa hiyo mimi kwa leo kama bwana Kajole alivyouliza, mimi tunapiga ni muziki wa kidunia kwa sasa hivi. Ila anavyofikiria yeye ni kama yule music ambayo tulipiga kwa miaka iliyopita. Mlivyokuwa Afrika, si ndio? Yeah.
Okay. Turudi tena umomo kwa maana nimesikia wewe ni mtoto wa mchungaji. Yeah. Mchungaji Dunia, pastor Dunia. Yeah. Na wewe kama mtoto wa mchungaji, ikawaje katika familia? Ilikuwa rahisi kabisa kusema wazazi, baba, mama, kaka, dada waweze kusikia na kuamini na kusema mtoto wao afanye muziki wa kidunia? Unajua baba ametukuza kwenye malezi mazuri ambao mtamshukuru hadi mwisho maisha yangu. Na najua inaweza kumuumiza, sometimes inaweza kumuumiza kuona kwa nini mtoto wangu ameenda kwenye mambo haya. Sio heti nimeenda kivibaya. Mimi hiyo nimechukulia kama kazi yangu. Unajua hapa tulipo, bila kazi hauendi mahali popote. Kwa hiyo ni lazima uwe na ajira, uwe na kazi. Na sisi wa Kongo kuimba ni kipaji ambacho tumezaliwa nacho. Wa Kongo wengi ni waimbaji. Na nafikiria baba anaumia na anaweza kuumia, lakini nitamwomba radhi. Mimi ninavyojua naenda tu nikikazi, sio eti nimeenda kwa njia mbaya wala njia mbovu. Katika kundi lako la muziki umeliita Amani Kwanza Bendi. Yeah. Nikawaje kuliita kundi Amani Kwanza Bendi? Kitu gani kimetuma kabisa uliweke ile jina la Amani Kwanza Bendi katika bendi lako la muziki? Unajua nimeishi kwenye familia ya amani. Nimekomaa kwenye familia ya amani. Na tumekuzwa hivyo kwenye amani. Mara ya kwanza kuona tatizo ilikuwa wakati nchi yetu ya Kongo imeingia kwenye vurugu za vita. Ndio hapo nimeanza kuona kama amani imekosekana. Na ikanipaswa mimi kukimbia na familia yangu nikaishi Tanzania. Na ni Tanzania ndo nimekomalia. Na ndo nimeongezea kabisa kipaji changu na kuboresha lugha Kiswahili vizuri, nimekiboresha Tanzania. Kwa hiyo nimefikiria kuita Amani Kwanza Band ni umoja wa maisha yangu binafsi niliyoishi. Nimetoka kwenye amani ya familia, kanisa ni amani. Nimeingia Tanzania, nchi ya amani. Mimi ni amani. Yani una amani kabisa na wewe mwenyewe dunia, yani uko kwenye dunia na amani unayo vile vile, kwa kweli vizuri sana. Sasa Bwana Eto'o, tukikusikia mwaka huu umetoa albamu ambayo ina sifa nzuri sana. Inasikilika sana. Sasa albamu yenyewe umeita Pole Afrika. Kwa nini Pole Afrika? Nimeita Pole Afrika kama nilivyokuambia, ukiona sehemu ambazo zina tatizo zaidi ni Afrika. Kwa nini zina tatizo? Unajua sisi tumeishi sana Ulaya au tuseme Canada, Marekani. Na tunapoona wenzetu wanavyoishi, tunaona kweli kuna vitu ninaomba sisi tuambizane ukweli. Na unajua sisi wasanii ni watu ambao tunatangaza vitu vinavyopita kwenye ulimwengu. Ulimwengu mzima. Na Pole Afrika, najua ukifuata nyimbo za Pole Afrika utajua kwa nini Eto'o ameimba Pole Afrika. Kwa ajili kuna maradhi, kuna vita. Kweli maradhi yako mahali popote ulimwenguni, ila wenzetu wa Ulaya wametangulia kujua kitu fulani kimetokea, itakuwaje tupiganishe kitu hicho tufikie kwa haraka. Ndio maana wamesema kukinga ni bora kuliko kutiba. Vizuri sana Eto'o. Sasa katika Pole Afrika, ni maswali ambayo kuna kijana ambaye ni ndio director wa Fils Media ambaye yuko kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapo nchini Kinshasa, akiitwa kwa jina la Juma Ozo. Juma Ozo, nimetaka nikupe salamu zangu za rambirambi. Swali la Bwana Juma Ozo ametaka kujua, akaniuliza natakiwa umuulize Bwana Eto'o. Sasa yeye Pole Afrika ameenda kuifanyia Afrika. Wakafikiria utakwenda kuirekodi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. La ajabu wewe hukuweza kwenda Kongo kuirekodi, ukaenda kuirekodi Tanzania. Kwa nini Tanzania kuliko Kongo? Ikawaje? Ndio, Bwana, kwanza ni kupongeze kwa swali yako. Swali nzuri sana Bwana Ozo. Mimi nafikiri kuna muda wa sisi kufanya kazi DRC. Nchi yetu nimezaliwa na haki ya nchi ile. Kwa ajili nchi yangu. Ndio. Na kazi itakuja kwa ajili tunaandaa kolabo na wasanii wengine. Ijapokuwa wasanii wetu wengi wa Kongo DRC wana muonekano wao ni Kinshasa tu. Ukitoka Bukavu wanakuona kama
Ukitoka Fizi wanakuona kama, ila yote ni Kongo, yote ni DRC. Kwa hiyo ninachotaka kumwambia, nimetoka nikaenda kurekodi Tanzania. Kwa ajili Tanzania nimekomaa pale, watu wengi wanajua. Nikiingia tu Tanzania wanajua Eto'o amefika. Basi bwana Eto'o, kwa kukata kauli kidogo, ningetaka ndugu wanaotusikia tuweze kuburudika kidogo na muziki umoja katika album ya Pole Afrika. Ndugu jamaa na marafiki, tunamrudilia bwana Eto'o Dunia, piga msaini maalum kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa hapa Canada, Montreal. Basi tuweze kusikia muziki alafu turudilie kumoja bwana Eto'o. Asanteni. Wazazi wangu kwa yote ndio nifanyia, kunitoa akili ya kitoto. Wow. Kwa kweli Eto'o, nimekupongeza kwa kazi umefanya katika albamu hii. Asante. Tukiendelea katika mambo yetu Eto'o. Unajua wewe umezaliwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sijui ulivyoanza muziki, kuna mpiga muziki fulani ambaye ulikuwa kabisa yani ambao unamsikia, yani ukimsikia na unajisikia ndani yake? Ndio. Unajua kila mtu ni lazima, na hauwezi kuwa mpiga muziki ambao hauna mtu ambao unamsikia sana. Utakuwa umeongopea, utakuwa umedanganya kwa Kiswahili cha Kongo. Mimi nilikuwa sana mpenzi wa Madilu System. Maremu Madilu System. Madilu System. Ambao Wafaransa wakisema que son âme repose en paix. Kulikuwa wimbo wake alikuwa naimba, oya nangayo magali na mema sengambo, epa ya bato bakoma kokamwa ngai magali motema. Hiyo wimbo wake nikisikia nilikuwa nasikia sana utamu sana. Ila kazi ya Mungu haina kosa. Mungu amweke mahali pema, ila amefanya kazi nzuri ambao mpaka leo tunamkubali. Na mpiga muziki mwingine ambao watu wanasema eti mimi nafanana naye ni Jimmy Piana. Lakini kuna kijana ambaye ameishi Marekani, wanamuita le sacrificateur Lukozi Pilipili. Yeye ameniambia niweze kumwambia Eto'o kama ushauri wake yeye kwako. Amesema kwamba anakuona wewe kuimba na Weranson, kolabo na Weranson yani naweza ikawa vizuri zaidi. Kwa nini ameniambia? Amesema kwa maana anaona kwamba wewe na Weranson muziki unaofanya wewe unafanya ndombolo. Yani ndombolo, ameona muziki yako wewe ni muziki ya michezo kabisa, yani ya dance kabisa. Kuna muziki fulani ya kutulia lakini unataka dance kabisa. Na Weranson anataka dance, yani ile show. Yani akasema kama ndio ikawa vizuri kama mnaweza mkafanya collab ni wawili na Weranson, inaweza ikafurahisha zaidi sana. Ndio, shukrani. Unajua mashabiki ndio wanaona. Mashabiki ni macho mengi. Mimi Eto'o na macho haya mawili unayoona hapa, lakini wenyewe wanaona na wanasikia mengi. Kwa hiyo kitu ambacho naweza kukuambia ni kusema eti inshallah Weranson yupo, naamini ipo siku tutafanya naye collab kama Mungu ameyapanga. Unajua Mungu ndo anapanga kila kitu. Naam. Na ni lazima ukubali Fizi. Sisi ni DRC, ni Kongo. Na wakati ambao wanashuka kichini kuja kuchukua wasanii wala kufanya nao collab, inapandisha sana cheo cha mpiga muziki. Mimi
Weranson tunaweza tukafanya collab, mambo yanaweza kaenda vizuri. Inshallah ipo siku Mungu atasaidia. Asante. Nikifikiria les sacrificateurs Lokozi Pilipili, l'homme, les grands apologues Bembe aux États-Unis. Tunarudia tena hapo bwana Eto. Unajua wewe ni Mswahili. Na katika Fizi, unajua Fizi wewe ni mzaliwa wa Fizi nikifikiria. Na unajua Fizi ni sehemu ambayo imepata matatizo mengi sana. Na wewe kama Mswahili, message gani ambayo unaweza kuwapongeza watoto wa Fizi zaidi ambao waliuiwa katika masakre iliyokuwa Makobora? Cha kwanza nitawapa pole. Pole, msahau kwao mtumwa. Msahau kwao mtumwa. Na kama mimi sipendi niwe mtumwa, eti mimi nimesahau kwetu. Ni hapo ndo nimetoka, hilo ni eneo letu. Kitu cha kwanza nasema pole, kazi ya Mungu hainaga makosa. Kwa hiyo nasema pole sana, pole, pole, pole. Na ndio maana nimeimba pole Afrika. Ni kwa ajili tatizo ambazo ziko Afrika. Kwa hiyo tuko pamoja kwa wale ambao wamebaki, na mjikazi kila mtu kufanya kazi yake inavyotakiwa. Kwa ajili usidharau kazi yako kwenye maisha yako. Kitu unachokifanya utotoni ndio kitakutoa kesho. Asante sana. Nikifikiria ndugu wote wametusikia wa kutoka hapo nchini Fizi. Bwana Eto, turudie kwenye album. Na yoitizama pole Afrika. Kuna muziki umeimba katika lugha ya Kibembe. Mbembe ate Ilonge. Mbembe ate Ilonge. Nikifikiria ndugu anatuelewa hii lugha nyingine sio Kiswahili. Yani wewe ni Mbembe. Ndio. Unajua ni lazima nipatie kabila langu heshima. Mimi ni mmoja wao. Na ndio maana nimeimba Mbembe ate Ilonge. Maana yake nini katika lugha yetu ya Kiswahili? Tunataka tujue kidogo. Mbembe ate Ilonge. Unajua wazee wetu walikuwa wanasema eti ukioa mwanamke bora na watoto wako wakikua, ni lazima urudi tena uende uoe katika familia hii. Unaona inamaanisha nini? Kitu kizuri kinajiuza. Na katika watu ambao wana historia nzuri ulimwenguni, kabila hilo limo ndani. Ni watu ambao wanapenda watu na wanaishi na watu vizuri, na ndio maana kila mtu anaweza kasikia wimbo huo, najua ataona maana yake. Na kuna festival nyingi sana ambapo wamekualika ukafanya kabisa mambo ya kimuziki kweli, na watu walikujua na kukusikia zaidi. Hata hapa Montreal, yani sehemu nzuri sana umefanya concert ambapo watu wengi walikuwa wafikiri kama unaweza kuyafanya. Sasa mambo yale kabisa, mbona tunakuwa muda mrefu tena tuyaone hayo? Inakuwaje tena hapa Canada? Mambo atakuja. Unajua kitu kizuri akiomba haraka. Kitu kizuri kinaomba uende nacho kwa utaratibu. Tunaandaa concert ambayo itakuwa kali. Naamini itakuwa kali. Katika live umeifanya Bongo Dar es Salaam. Ina sifa nzuri sana. Imekamilika. Nilivyoiona kabisa hata kwenye image, ni kazi ambayo umefanya na roho moja. Wandugu walio hapa wangetaka kabisa uweze kupata live kama zile tena kwa wingi ndugu. Ninachokwambia itakuja. Na live tutaipiga kwa uhakikisho na ukamilifu. Na bila hivyo tunaandaa wasanii wengi ambao Mungu akisaidia kutoka Tanzania waje hapa tufanye kazi nao kama inavyotakiwa. Na sasa hivi Amani Kwanza Band ni band ambayo inajulikana kiserikali ya Canada na kila kitu. Ni band ambayo iko sahihi, haina kikwazo chochote. Na kama ninavyokuambia ni band international, na sisi tunaendelea na tutaendelea na kazi. Hamna kurudi nyuma. Sawa bwana Eto, tumekusikia kabisa kwa Amani Kwanza Bendi. Katika live, tukiona katika live ya Bongo umeifanya Bongo, kuna maandishi fulani ambao watu hawaelewi. CTC, yani C katika lugha ya Kifaransa wanaita CTC. CTC hiyo nataka kumaanisha nini Eto? Eto dunia. Eto dunia. Mzaliwa wa Congo DRC, amekomalia Tanzania na sasa hivi anafanya mambo yake Canada kama kawaida. Ndio maana anaitwa CTC. C Congo, T Tanzania, C Canada. Let's go.
watu wa Tanzania hawawezi kuuliza hivyo, lakini ni bora niambie watu wengi na watu wote ambao wanafuata concept ambayo tumepiga, nimeitambulisha Tanzania kuambia. Unajua mimi ni mzaliwa wa DRC. Naam. Nimekomalia Tanzania. Ndio. Sasa hivi niko Canada. Na ukichukua C ni Congo. Okay. DRC. T ni Tanzania. Okay. Iliyonikuza. Ndio. C ni Canada. Nilipo sasa hivi na naofanyia kazi yangu, na ni sehemu ambao Amani Kwanza bendi inajulikana kwa vyovyote vile ambavyo inatakiwa bendi ijulikane. Wow. Yeah. Ndio maana inaitwa CTC. Nimeona hata kichwani umecholesha kabisa. Yeah. CTC. Yeah, ipo hapa, imechorwa hapa kwa ajili ni lazima upongeze sehemu ulipotia maisha yako. Na katika nchi tatu hizo zimenilea. Kongo nimezaliwa. Nimekuwa pale. Baada hapo nikawa Tanzania. Na Tanzania nimeishi vizuri. Ndio. Na mpaka sasa hivi niko Canada. Na niko vizuri, unavyoniona niko vizuri, sina tatizo lolote. Lakini kuna swali lingine limetoka kwa sister fulani hivi anaishi Calgary hapa Canada. Yeah. Anaitwa Lesa Mashaka. Yeah. Lesa Mashaka, nimetaka nikusalimu. Hello. Vile umezarau kidogo Kongo na kuiacha nyuma. Kwa maana yote unayofanya Tanzania na Canada. DRC ni nchi yangu na ndo nimeanzia kazi hii. Na kuna wanamemba wengi ambao mimi nikikanyaga DRC kuanzia kwenye boda, kwenye mpaka, nikiingia nilipozaliwa na watu wanasema tu amekuja. Media yote ya Fizi Media wamesema tuweze kukuuliza swali lenyewe. Collaboration gani hiyo? Collab gani ipo katika Amani Kwanza bendi na Africa Canada TV ya William Muyuku na Uvira Online? Kwa maana tunaona video zako nyingi, tukiona pale chini kumeandikwa Uvira Online au Africa Canada TV. Umeuliza vizuri na ni vizuri mashabiki kujua. Mimi nafanya kazi zangu kama mimi. Kibinafsi kama Amani Kwanza band. Na kuna watu nyuma yangu ambao wananisupport. Na support la kwanza ni familia yangu. Naam. Ni support nambari 1. Naam. Ambao siwezi kuilinganisha na mtu yoyote na kitu chochote. Ndio. Na ninapofika kwenye Uvira Online wala Africa TV, ni watu ambao tunafanya nao kazi, ni watu ambao tunashirikiana nao, ni TV ambao ina sifa nzuri, ni TV ambao ina mwelekeo mzuri. Kwa hiyo ni kumpongeza tu bwana William, anafanya kazi yake hiyo, ni kazi nzuri. Kwa hiyo nadhani tuko pamoja. Na swali lingine limetoka kwa la patronne Ana Ozo. Ni msichana ambaye ana mafedha mengi sana. Ana Ozo ametaka kujua, akasema tuweze kumuuliza Eto Dunia. Eto Dunia, mbona anasema kimuziki atuambii kifamilia? Anataka ajue Eto Dunia ameoa, yuko single au yuko haja, ana watoto au ni vipi? Anataka ajue. Dada, shukrani sana kwa swali lako nzuri tena tamu sana. Mimi najua mtu ambaye anafuatilia nyimbo zangu atanielewa vizuri na atanielewa natoka wapi na naelekea wapi. Mimi sifichi kitu kabisa. Kwa hiyo mambo ya koa hiyo ni private. Kasema wewe mama, ni wakati sasa ya kuishi na mtoto wangu. Akanitupilia mbali mamangu kabisa. Akasema nenda naye baba, mke wangu anaitwa Mama Feli. Mpenzi wangu yuko mjini Canada. Dogorama. Baba. Shukrani kwa wazazi wangu kwa yote ndio nifanyia, kunitoa akili ya kitoto. Ila najua mtu ambao akifuatilia nyimbo vizuri atasikia ni kitu gani ambacho kinaimbiwa ndani. Kwa hiyo dada, naamini njoo kwenye concert ambayo itafanyika
itafanyika siku hizi kwenye mwezi wa 9 hivi tutawasha moto. Kwa hiyo karibu uje ujionee na usikie mwenyewe. Najua una mafedha mengi sana. Kupanda ndege kwako ni kawaida. Rahisi tu sana. Yani mambo madogo. Kwa hiyo najua unampenda sana Eto'o kwa ajili. Hili ni swali la mwisho katika maswali tumechukua kwa watu. Swali lenyewe limetoka kwa Mama Katfo, yani Mama Wane. Yeye akiitwa kwa jina la Mitamba Esa ambaye tunamsalimu sehemu alipo kule. Anataka uimbie muziki mmoja wa amani katika Fizi. Na wimbo wa pili anataka wafanye wimbo mmoja mzuri sana, yani wanaita Ndombolo 7 ya katika lugha yao ya Kibembe ili watu wanaburudika zaidi kuliko uwa leo. Sijui tunaweza tukamjibu katika albamu mpya itakuwa ipo au ni mambo utafikiria? Mimi unajua kama ninachokuambia, muziki ni kazi yangu na ninakaa muda wote natunga music, ndo maisha yangu. Kwa hiyo mama, shukrani sana. Napenda watu kama hao. Mimi mtu wa kunitafuta na kufikisha ujumbe ni vizuri. Najua mtaifanyia kazi. Mtamba shile na ndome wawalobe mtambaye. Yo wawalobe. Mtamba shile na ndome wawalobe mtambaye. Zote hizo ni nyimbo za asili tena. Mtamba shile na lobe maana yake nini katika lugha ya Kiswahili? Yani ukishazaa watoto wa kike tu watu wanaonea sana kwa ajili hawana mtetezi. Wanawake wa kike, ukizaa wa kike tu, kuna kabila zingine kabisa ambao wahesabu watoto wanawake. Ila ni uonevu tu. Wanaonea watoto wanawake. Kuna watoto wanawake ambao wanalinda vizuri sana familia kuliko wa kiume. Na ndio maana mimi nimesema inatakiwa amani iwe mahali popote. Amani kwanza, bendi itawanyishe kazi yake mahali popote ulimwenguni. Basi neno la mwisho tungempa Bwana Eto'o mbele ya kamera zetu hizi za Fiz Media. Bwana Eto'o, uweze kutuambia, tunakupa dakika 2, waambie ndugu na marafiki na watu wanaopenda muziki wako nani na kitu gani Eto'o anatuandalia katika mwaka huu. Nataka kuambia kama Amani Kwanza bendi iko kwa ajili yenu. Na tuna vibwagizo, nenda kaone, nenda kwenye internet, kwenye Google andika Eto'o Dunia wala Amani Kwanza bendi, utaona mambo yetu yote kwa kiurefu. Nataka kuambia mashabiki tuko pamoja na popote mlipo Eto'o yupo. Inshallah Mungu awabariki. Basi na kwa kumalizia kipindi chetu cha leo ni K Diuske Ben Ozo. Autrement dit, wagine wakinita le phénomène Loabanya. Alola biabu ela chala. Basi hapa tuko katika Fiz Media, yani fizmedia.com, tukiwa na msahini maalum kutoka Fizi, Eto'o Dunia, ambaye tunamwambia tena Bwana Eto'o, karibu sana na hapa jisikie kama nyumbani. Asante sana, shukrani. Next time. Asanteni sana. DJ Ozo, son excellence, Bienvenue dans votre émission Ben Ozo Show. Nous allons rentrer dans les shows animés par votre animateur K Diuske Ben Ozo. DJ Ozo.